Tuwe na utamaduni wa kupima afya. Kambi hii inapokwisha, kwa wale ambao watakuwa hawajafika, watapata nafasi ya kwenda kwenye hospitali zetu za serikali na za kwetu za binafsi kucheki afya zao. Kwa sababu gani? Kwa sababu watakaopimwa hapa na kujua, wataenda kuwasimulia wengine ambao hawakuja kupimwa na wataona faida ya kuchukua hatua ya kwenda kupimwa. Kwa lugha nyingine, ni ujumbe unaokwenda kwa kila mwananchi bila kutumia nguvu kubwa. Kwa sababu kama mtu amepimwa akagundulika alikuwa na dalili ya tatizo la moyo, alafu akapatiwa matibabu akapona, akimsimulia mwenzake na atasema kumbe kuna faida ya kupima mapema, na mimi ngoja nikapime. Kwa hiyo tutakuwa tumeongeza uelewa wa Watanzania wetu kufanya check up. Lakini na tatu, katika hilo eneo inakupa nafasi ya rekodi inayopunguza vifo vya ghafla na kuokoa gharama kubwa. Kifo cha ghafla ni kile ambacho unaenda hospitalini ukiamini ulikuwa mzima. Mbona alikuwa anaongea? Mbona kaja mwenyewe anatembea? Lakini kwa sababu hospitalini penyewe hawana rekodi yako, mpaka waje waanze kupima, waje wabaini, yawezekana hapo umeshapigwa drip yenye kuleta madhara, kumbe ulikuwa na sukari na wala hawakupata kujua. Sambamba na hilo, inaondoa tatizo la watu wengi kujisikia tu anaumwa anachukua dawa anaenda tu pharmacy. Kama kichwa kinaniuma nipe. Nasikia kama tumbo langu sio zuri nipe. Nasikia kama kifua kinabana nipe. Tunaondoa tatizo la watu kunywa madawa bila mpangilio, kwa sababu watu sasa, hasa wananchi, wanapata nafasi ya kupima na kuokoa afya zao. Naomba nichukue nafasi hii kwanza kukushukuru sana kwa jinsi ulivyokuwa na moyo wa upendo kwa wananchi wa Arusha, lakini si tu wa Arusha. Hapa tunaona na watu wanaotoka mikoa mbalimbali. Watu wanaweza kadhani ni Arusha tu, lakini wanatoka watu sehemu mbalimbali wamekuja, na umekuwa umefanya hivi miaka mingi. Nakumbuka tulianza tangu kule Kinondoni 2015 na kwa consistency umeendelea kufanya hivi. Lakini vile nichukue nafasi hii kumshukuru Rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jinsi anavyoonyesha upendo na matumaini kwa wananchi kwa kuwaletea kambi hii ambayo ni kambi ya bure kabisa inayofanyika hapa, na ni kambi ambayo ina mabingwa mbalimbali katika kiungo chochote kilichopo mwilini, kuanzia jicho, kila mahali ukiwa na shida. Kuna maphysician hapa, kuna makardiologist, kuna madaktari wa upasuaji, kuna madaktari bingwa wa watoto. Sasa tumeona kuna mtoto amekuja hapa kutoka Marekani ana shida na matundu ya moyo, amefika baada ya kusikia hii kambi. Lakini kuna madaktari bingwa wa macho, na wamekuja kwenye taasisi zetu zote za serikali na zile za binafsi. Hili ni jambo kubwa sana. Nichukue vile nafasi hii kumshukuru waziri wetu wa afya Mchengerwa, naye kwa kutoa ruhusa hii ya sisi kuja hapa ili kuweza kuwahudumia wananchi. Sisi tunakwenda kuahidi, tutahakikisha tunawahudumia wananchi matatizo yao yote bila kuchoka, muda wote tutakao kuwepo hapa, na wale ambao tutawakuta na matatizo tutawaendelea kuwahudumia kwenye hospitali zetu. Kwa taasisi yangu ya Jakaya Kikwete ambayo mimi naiongoza, mtu yeyote atakayekutwa na tatizo ambalo linahitaji huduma, hata kama ni operation inayofika milioni 22, ataenda kuhudumiwa bure na tutahakikisha amepona. Na si tu tumeanza hapa. Kambi iliyopita tuliwapata watu walikuwa na shida ya betri ya moyo, tulienda tukawawekea betri ambayo ilikuwa na gharama yake milioni 12 na ilikuwa ni bure. Na hii yote ni kazi ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Anasema anataka kuhakikisha wananchi wote wamepata matumaini. Ulikuwa una shida, tutakuhudumia na tutahakikisha shida yako. Kwa hiyo Mheshimiwa, sisi tunashukuru sana kwa kuandaa hii kambi, jambo kubwa kabisa, na sisi tutaendelea kutunga mkono kila mwaka utakapoandaa hii kambi, na tutakuwa tunafanya. Kesho Mheshimiwa, tungekuomba vile ukipata nafasi uje mkoa wa Arusha. Tunaenda kuweka kitu ambacho hakijawahi kutokea. Kutakuwa na shuka maalum, ukigundulika una tatizo
ukaenda kule nyumbani, tunakwenda kukuwekea ile shuka inaitwa doze. Hospitalini pale LMC tutakuwa tunakuona mapigo yako ya moyo, oksijeni yako, jinsi unavyopumua, lakini tutakuwa tunaona pressure zako kwa kutumia hilo shuka. Ni ipo, na hii tunaiweka hata kwa African ambapo inayokuja, watu watakuja, watakuwa na imani, watakuwa na trust.